Mtakatifu Mungu wetu, tunasema ni asanti kwa sababu ya wakati huu. Asanti kwa sababu umetuwezesha, umetufikisha wakati huu tunapoingia katika mambo na familia. Wewe ambaye ulianzisha familia, hamna mwanadamu ambaye anafahamu familia zaidi kukuliko. Tunaomba ya kwamba uweze kutupatia hekima, Roho wako anene na watoto wako, maana ni ukweli, si ndoto, si hadithi. Shetani ameshambulia familia zetu. Hebu tusaidie, tufundishe, maana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Wafalme wa pili 4:26. Biblia inasema tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki. Ukamwambie ujambo. Ujambo. Mume wako hajambo. Mume wako hajambo. Mtoto hajambo. Mtoto hajambo. Akajibu. Akasema nini? Hawajambo. Bwana asifiwe. Naomba turudie tena ya kwamba, soma. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki. Ukamwambie nini? Ujambo. Basi naomba uwekee rafiki yako, mwambie ujambo. Mume wako hajambo. Kama amechagua amani, ako na mume, muulize mume wako hajambo. Mtoto wako hajambo. Kama ako na mtoto, maana Biblia inasema ya kwamba mtoto is a gift from God, is a reward from God. Basi kama ako na mtoto, mwambie ya kwamba mtoto wako hajambo. Somaji akajibu akasema? Hawajambo. Bwana asifiwe. Basi ni vizuri tuweze kusaidia watu wa Mungu kwa njia hiyo, kwa maana ni kipindi cha familia, watu waweze kuchagua amani. Mungu mwenyewe akaanzisha familia, na Mungu mwenyewe alipoanzisha familia, tukasema ya kwamba ili familia yako, kama familia yako iko na shida fulani, kama kuna changamoto katika familia yako, basi unafaa kwenda kwake aliyeanzisha familia, ambaye ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama kuna shida, kama kuna tatizo fulani katika familia, basi waganga hawatasaidia. Tukaona Danieli 2:10 na 11, Biblia ikasema ya kwamba hata wawanga wenyewe wakasema sisi hatuwezi. Basi enda kwa Mungu ambaye ako mbinguni, ndiye atatatua matatizo ya familia. Mpendo, tukasema hivi ya kwamba Mungu mwenyewe alipoanzisha familia aliwapatia kazi ya kufanya. Jana tukazungumzia swala ambalo lilikuwa nasema ya kwamba si vema mtu huyu awe peke yake. Mungu akasema ya kwamba si vema kwa mara ya kwanza katika uumbaji wake. Unapotazama siku ya kwanza, Mungu akasema ya kwamba natazama kila kitu ni jema. Siku ya pili, Mungu akasema ya kwamba natazama kila kitu ni jema. Siku ya tatu vile vile, siku ya nne vile vile, siku ya tano. Lakini siku ya sita mahali fulani Mungu akasema ya kwamba si vema mtu huyu awe peke yake. Bwana asifiwe. Sikiza mpendwa, wakati Kristo aliposema ya kwamba si vema mtu huyu awe peke yake, tuliona ya kwamba Adamu hakuwa peke yake, maana kulikuwa na kondoo, kulikuwa na mbuzi, kulikuwa na simba, kulikuwa hata na malaika ambao walikuwa wanamtembelea kila siku, na pia kulikuwa na misitu ya kila aina, kulikuwa na matunda ambayo ilikuwa inamzunguka. Lakini Mungu akasema ya kwamba hapana, hata Mungu mwenyewe alikuwepo. Kwa hivyo Adamu hakuwa peke yake. Lakini mpendwa, tukasoma Biblia kitabu cha Mithali 18:22, Mithali 18:22 ikasema ya kwamba basi apataye mke apata kitu chema. Bwana asifiwe. Ya kwamba kupata mke basi ni kitu chema. Mungu mwenyewe akasema ya kwamba si vema huyu mtu awe peke yake. Ikabidi mwanamke akuje katika hiyo picture, mwanamke akuje in the picture, ili aweze kusema ya kwamba sasa imekuwa vema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama umekuwa ukidharau hawa wanawake, mpendwa, usipokuwa na wanawake hutaitwa baba, usipokuwa na wanawake hutaheshimika. Hata katika baraza za wazee huko kijijini si rahisi upatiwe nafasi ya kuongea.
kama una mke. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapopata mke unapata kitu chema. Sikiza mpendwa, hapo ni kabla ya dhambi. Sasa sikiza mpendwa, hapo ni kabla ya dhambi. Baada ya dhambi, basi tukasema ya kwamba shetani akaingilia familia zetu, na alipoingilia familia zetu mpendwa, mambo yakaanza kuharibika. Adamu mwenyewe ndiye alisema ya kwamba sasa huyu ndiye mifupa kati ya mifupa yangu, huyu ndiye nyama kati ya nyama yangu. Lakini mpendwa, baada ya dhambi, Adamu anaambia Mungu ya kwamba huyu mke ambaye uliyenipatia ndiye alisababisha. Huyu mke sasa si nyama, sasa si mfupa. Kwa sababu gani mpendwa? Ni kwa sababu dhambi ilipoingia ikaweza kusambaratisha upendo wa familia, ikaweza kusambaratisha hata amani ya familia. Ndio maana tunasema ya kwamba ni wakati wa kudhura dhayu. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kutolea mlembe, ni wakati wa kuchagua amani. Bwana asifiwe. Ya kwamba sisi zote Mungu anatuita ili tuweze kuwa wajumbe wa amani katika familia zetu zote. Sasa sikiza mpendwa, ya kwamba chanzo cha taifa kuendelea, basi chanzo chake ni familia. Ndio maana Mungu anaita watu wake ya kwamba njoo ili muweze kuleta upatanisho katika familia zetu. Bwana asifiwe. Msomaji wangu, jana tukasema ya kwamba mtu huyu Mungu akampatia responsibilities, akampatia kazi ya kufanya. Akamwambia Mwanzo 2:16-17 ya kwamba basi akampatia shambani Edeni. Tukasema mtu huyu ambaye Mungu alisema si pema awe peke yake ni mwanadamu ambaye alikuwa na uhusiano na Mungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili tukasema ni mtu ambaye Mungu alimpatia kazi ya kufanya kama mwanamume. Jambo la tatu tukasema ya kwamba basi ni mtu ambaye Mungu alimpatia nyumba yake shambani Edeni, the garden, ya kwamba shambani Edeni ndiyo ilikuwa nyumba yake. Hapo ni kabla ya dhambi. Hii manyumba ambayo mnaona hii yote ni kwa sababu ya dhambi. Mungu hakuumba mwanadamu akae katika vinyumba ambao tunaona hapa, hapana. Mungu alimuumba mwanadamu aweze kukaa katika bustani ya Edeni ambapo kuna hewa safi. Ndio maana hata alipokaa katika nyumba yako unatoka nje, Mungu alikuwa anatarajia ya kwamba mwanadamu familia iweze kukaa katika bustanini, iweze kukaa palipo hewa safi. Ndio maana Mungu alisema ya kwamba basi akampatia Adamu nyumba yake ikawa is the Garden of Eden.
Jambo lingine tukasema ya kwamba basi Mungu akamwambia huyu mwanamume ya kwamba huyu mwanamume ambaye si pema awe peke yake ni mwanamume ambaye ako na neno la Mungu. Usije ukapata Al-Shabaab kaweza kukulipua kila siku nyumbani, makofi mateke kila wakati. Sikiza mpendo. Jambo lingine, somaji wangu, Mwanzo 2:16 soma inasema nini? Biblia inasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema nini? Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Soma 15. 15 inasema, naam, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kufanya nini? Kuitunza. Msomaji wangu, safiri nami kitabu cha Isaia 5 fungu la kwanza. Isaia 5 fungu la kwanza, ya kwamba Bwana Mungu akampatia Adamu, akapatia huyu mzee ambaye si pema awe peke yake, akampatia shambani Edeni aweze kuilima na pia kuitunza. Sio kulima tu na kutoroka, hapana mpendwa, lazima uweze kutunza shamba lako. Sikiza mpendwa, Isaia 5 fungu la kwanza soma. Biblia inasema, na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana, ya kwamba basi huyu mke ambaye uliyepatiwa tukasoma ni kitu chema, ya kwamba Mungu akakupatia ambaye anapendeza. Mungu akakupatia ambaye ni kilima kimewekwa mahali pa kuzaa sana. Soma. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake. Akapanda ndani yake mzabibu ulio bora. Akajenga mnara katikati yake. Akachimba shinikizo ndani yake. Akatumaini ya kwamba utazaa matunda. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukweli ni kwamba ulizaa zabibu mwitu. Sikiza mpendo. Sasa naomba msomaji tuanzie fungu la 2 ili tuweze kudondoa hoja fulani huku, ili tuweze watu wa Mungu waweze kuelewa. Soma. Fungu la 2 linasema, naam, akafanya handaki kulizunguka pande zote, ya kwamba huyu mtu ambaye si pema awe peke yake, basi Mungu akampatia shamba aweze kulima, na pia sio kulima tu, bali aweze kufanya nini? Kuitunza. Lakini sikiza mpendwa, sasa akaambiwa ya kwamba uweze kulifanyia handaki. Handaki ni kuwekea fence, yaani kuilinda, that is kuwekea handaki. Unapoiwekea handaki inafananishwa, unaposoma hiyo Isaia 5 fungu la 7 kuendelea, ni mwanamke, ya kwamba Mungu akakupatia mwanamke ambaye alikuwa bora. Somaji wangu, Songs of Solomon 2 fungu lake la 2. Songs of Solomon 2 fungu lake la 2, ili uweze kuelewa ya kwamba Mungu aliweza kumpatia huyu mtu kitu ambacho ni bora, ili aweze kuilinda. Usiache mke wako aweze kupata mishale kutoka nje mpendwa, ya kwamba uweze kuwekea handaki, uweze kuilinda vizuri. Soma msomaji, Songs of Solomon 2 fungu lake la 2. Inasema, wimbo ulio bora. Soma. Kama nyinyoro kati ya miiba, kama ya kwamba Sulemani anamfananisha mpenzi wake kama nyinyoro kati ya miiba, kadhalika mpenzi wangu kati ya binti, ya kwamba na kadhalika mpenzi wangu kati ya nini? Ya binti. Kama mpera kati ya miti ya msituni,
kadhalika mpendwa wangu kati ya vijana. Ya kwamba ulipotazama wanawake wote, ulipoangalia wote, ukaona ya kwamba huyo pekee basi ndiye nini msomaji? Kama nyoro kati ya miiba. Ya kwamba wengine uliona wako na miiba, wengine uliona wako na mdomo. Ukasema ya kwamba hao nimeweka kando, basi acha nichukue huyo mmoja. Basi Sulemani anasema ya kwamba uweze kumlinda huyo mmoja kama nyoro kati ya miiba. Na ingine kama mpera kati ya miti ya msituni, kadhalika mpendwa wangu kati ya vijana. Ya kwamba kwa wale wote ambao uliwatazama ni wengi, lakini basi ukasema ya kwamba huyu anawazidi wote. Kwa maana gani? Kwa sababu huyu basi ndiye aliye kilima ambapo kimewekwa mahali pazuri ambao kuna ubora wake, na pia Mungu anasema ya kwamba basi uweze kuwekea handaki, na mishale ni mingi ambayo inatoka kwa mother in law, kwa sister in law, brother in law, uweze kumlinda na mishale ambayo inakuja kutoka nje. Mpendwa, huyo ndiye Mungu anasema basi huyo mtu si pema awe peke yake. Msomaji, Isaia 5 fungu lake la 3 inasema nini? Isaia 5 fungu lake la 3. Changamka, soma haraka. Inasema, naam. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu. Fungu la pili, rudia. Fungu la pili inasema, naam. Akafanya handaki kulizunguka pande zote, akailinda vizuri, akatoa mawe yake. Jambo lingine, uende ikawa, naomba uelewe ya kwamba uende ikawa yule ambaye ulioa ako na mawe. Wanawake si wote, wengine wako na mawe, lakini huyu mzee aliondoa mawe. Ulioa mke ambaye hata hajui kupika, hiyo ni mawe. Halo, Bwana asifiwe. Ondoa mawe, chukua shule. Bwana asifiwe. Hiyo ni kuondoa mawe. Akaondoa mawe. Ulioa mke ambaye hata akisimama hapa mbele hajui kuongea kwa watu, chukua yeye shuleni. Bwana asifiwe. Hiyo ni kuondoa mawe. Usikae tu uko na mke alafu unamwacha hata asemi kitu kwa watu, maana hana. Mungu alikupatia uweze kulima na pia kufanya nini? Na kutunza. Usikuwe tu unalima alafu utunzi. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati wa kuchagua amani. Ondoa mawe. Akaondoa mawe, kisha msomaji, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Somaji wangu, umesikia mtu akisema ya kwamba huyu mtoto masikio ni kama baba yake? Umesikia hiyo? Nimesikia. Mzabibu ulio bora. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo kamera ilikuwa sawa na picha zikatoka sawa. Bwana asifiwe. Amen. Basi uweze kuilinda na kuitunza, usiwe unatingiza kamera. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo unaona mtoto huyu vile anatembea ni kama baba yake. Ndiyo, kamera ilikuwa sawa. Bwana asifiwe. Somaji, endelea kusoma. Akajenga mnara katikati yake. Akajenga mnara katikati yake. Akachimba shinikizo ndani yake. Akachimba shinikizo ndani yake. Ya kwamba kujenga mnara pia ni kulinda, uendelee kumtunza vizuri. Ulipatiwa kama ua kati ya miiba. Ulipatiwa kama ua kati ya miiba. Usimwaje mke wako uso umeparara anatumia cowboy. Mke ambaye alioa mwaka mmoja amekaa kama shosho. Hapa nilisikia kuna salamu za shosho na pia kuna salamu za na mama hawa. Sasa mke wako umemaliza mwaka mmoja katika ndoa, anaanza kusalimiwa kama shosho, kwa sababu unapomwangalia ni mwanadamu lakini ni shosho. Hapana. Bwana asifiwe. Lakini hivyo ndivyo ilivyo, na hii mambo tumeyachunguza, hatubahatishi. Ndivyo yalivyo, upate mema. Sikiza mpendwa, akachimba shinikisho ndani yake. Asante sana msomaji wangu. Mithali 5
Methali 5:15. Methali 5:15. Changamka haraka. Methali 5:15, soma. Biblia inasema unywe maji ya birika lako mwenyewe. Unywe maji ya birika lako mwenyewe, na maji yenye kububujika katika kisima chako. Na maji yenye kububujika katika kisima cha mwingine. Kisima chako cha mwingine. Cha mwingine. Kisima chako. Chagua amani. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba akachimba shinikisho ndani yake. Usiwe unachimba visima. Sikiza mpendwa, mzee mmoja wa kanisa akaona mke wake akona shida, anapomtazama sura sio ile walianza nayo. Akadhani ya kwamba huenda ikawa huyu shemaji ambaye ni head deaconess, huenda ikawa ako sawa. Basi huyu mzee si wakapanga. Bwana asifiwe. Amen. Walipopanga wakaambiana ya kwamba wakutane Amboni. Akamwalika kwa huyo head deaconess. Alipomwalika huyo head deaconess akatafuta viazi. Sikiza mpendwa, sasa huyu mama akaenda akatengeneza chakula, akatengeneza viazi, akaweka hotpot 4 zote, 4 of them. Lakini hotpot ya kwanza akaweka viazi, alafu akatia rangi ya blue. Tuko pamoja? Lakini akaweka katika hotpot ya kwanza viazi yote akaweka blue, alafu hotpot ya pili akaweka viazi yote akaweka food color ya green, ya tatu viazi yote akaweka ya red, alafu ya 4 hotpot akaweka viazi akaweka ya white kama hiko. Sikiza mpendo, sasa ikafika wakati wa lunch, wakati wa masaa ya kukula, kabla sasa waanze hiyo nia yao. Mama akampatia sahani na kijiko, akamwambia toa chakula jipakulie, self service. Huyo mzee akaanzia chakula ya kwanza, akatoa viazi kidogo ili ya pili akitarajia apate kuku, alafu ya 4 apate labda mboga hivyo. Kwa hivyo ya kwanza akapata blue viazi, akafurahi, akatoa. Alafu ya pili tena kwenda kufungua akapata tena nini? Ni viazi, ni ile piko ya nini? Ya green. Alafu ya tatu kwenda kufungua tena ni viazi, ni ile tu ni ya nini? Ni ya red. Akaanza kushangaa. Ya 4 kwenda kufungua tena ni viazi, lakini nini? Rangi ya white. Yule mama akamwambia acha ujinga, rudi kwenu, viazi ni vile vile, ni ile tu food color inabadilika. Bwana asifiwe. Mwenye anasikia amesikia.